Naomba nikuambie baadhi ya mazungumzo mengi ambayo nimekuwa nayo na wanawake wenzetu kutokana na lile somo ambalo tulijifunza. Wengi wananipigia simu wananiambia, mwalimu, natamani ningelisikia hili somo kabla. Limeniletea maumivu, imeniletea uchungu, jinsi ambavyo nilikaa na kwenda kulipiza kisasi. Matokeo yake ninaona uharibifu mkubwa ambao umetokea katika familia yangu. Labda nikupe kisa kimoja. Kisa kimoja, huyu dada anaitwa Ua. Yeye alijikuta katika hali hiyo kwamba mume wake amekwenda akaanguka kwenye uzinzi. Na alipokuja kugundua, kama ilivyo kawaida, hilo jambo linalalua moyo, linapasua moyo, linavunja moyo. It breaks the heart. Inaumiza sana. Wanawake wote ambao wapo ndani ya ndoa, wamekuwa kwenye mahusiano ambayo ni serious, wanajua jambo hilo vizuri sana. Kwa hiyo akawa ameumizwa sana, na baada ya kuumizwa akawa katika hali ya masononeko, manunguniko, analia, akawa amemkasirikia mume wake, wamekasirikiana mle ndani, hakuna kuongea, hakuna nini. Na wakati huo sasa yeye akajikuta kwamba akili imesharudi kwa wale ambao huwa wanamfuata na kumtafuta, wanaomapproach. Akakutana na huyu mwanaume ambaye ni mume wa mtu, akaingia naye kwenye mahusiano, wakaendelea na mahusiano. Baadaye mume wake Ua akagundua kwamba yuko kwenye mahusiano na mwanaume ambaye ni mume wa mtu. Mume wake alishindwa kumsamehe Ua. Kwa hiyo katika majadiliano mle ndani akashindwa kabisa kumsamehe mpaka wakaishia kuachana. Sasa Ua ikawa inamuumiza kwa sababu alikuwa na mume ambaye tatizo la uzinzi alikuwa nalo. Lakini alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa anawapenda sana watoto wake vizuri. Alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa anamtunza yeye Ua vizuri. Yaani yule mtu ambaye ana uwezo, gari la kutembelea sio tatizo. Kitu chochote anachohitaji anapewa. Kwa hiyo sasa baada ya kuwa amekuwa na huyo mwanamume mwingine na mume wake ameshaamua kuvunja yale mahusiano, baada ya muda Ua akaona maisha yamekuwa magumu kwa sababu alikuwa na kazi yake, lakini kazi yake ni kipato kidogo. Hata ile gari mwanaume kamwachia, lakini hawezi kuiendesha. Hata kununua mafuta tu na chakula pale nyumbani kidogo ni changamoto. Na ni changamoto kwa nini? Kwa sababu yule mwanaume aliyekuwa naye akawa kana kwamba anakata mahusiano na Ua. Yule mwanaume aliyekuwa naye ambaye ni mume wa mtu mwingine anakata mahusiano. Kwa hiyo Ua kujaribu kumfuatilia yule mwanaume kwamba, bwana vipi, mimi huku ndoa imevunjika na wewe mbona nakuwa sikuoni na mahitaji na hivi na vile. Yule mwanaume akamwambia, naomba usinitafute kwa sababu mke wangu ameshagundua haya mahusiano niliyokuwa nayo na wewe. Ninajuta sana na ninasikitika kitu nilichofanya, nimemkosea mke wangu. Naomba usinitafute, sitaki kuharibu ndoa yangu. Kama ya kwako imeharibika, mimi nakuombea tu Mungu akusaidie. Tafuta jinsi uelewane na mumeo kwa sababu mimi nimetafuta jinsi ya kuelewana na nani? Na mke wangu. Ua akaondoka akaenda kumpelekea taarifa yule mke wa huyu mume aliyekuwa anatembea naye. Akaona huyu kaniharibia mimi na mimi lazima nifanye nini? Nikamharibie. Yeye kamwaga ugali na mimi nibwage mboga. Akaenda kumpelekea taarifa. Alipompelekea taarifa, yule mwanamke akamwambia, ndugu yangu, mimi nilishajua haya mahusiano. Kwa hiyo hii taarifa unayonipa sio mpya na nimeshaongea na mume wangu, nimeamua kusamehe, yamekwisha. Fikiria mwanamke mwenzangu, ungekuwa wewe ungejisikiaje? Akarudi sura imeshuka. Ndoa yake imeharibika, mume wake ameshindwa kumsamehe. Mwanamke mwenzake ameweza kusamehe, wanaendelea vizuri na maisha yao, akiwaona anasikia uchungu unaopitiliza ndani ya moyo wake. Lakini ni mambo ambayo kwa kweli yanasikitisha, ni mambo ambayo mimi huwa sijawezaka bado kuyaelewa, labda wewe unaweza ukanisaidia. Mwanaume yeye kafanya uzinzi, lakini kumsamehe mke wake Ua ameshindwa. Hebu wanaume mnaonifuatilia, hebu tupeni mawazo yenu, huwa inakuwaje hapa? Yeye mwenyewe kafanya uzinzi, alafu mke wake sasa yuko tayari kujirudi, maana kule kaishaachwa. Mwanaume hayuko tayari kumsamehe mke wake. Kwa hiyo wanaume mnaweza kutuambia ni nini hiki? Mimi kwa kweli matamanio yangu kama mtu ambaye ninasali, wangesameheana wakaweza kurudi pamoja. Mwanaume angekuwa na moyo wa kujirudi naye aweze kusamehe, lakini yule mwanaume hakuweza kusamehe. Lakini wewe mwanamke wenzangu, ndio mimi nakutia moyo kwamba jilinde. Ukiona mume wako kakosea, ni nafasi ya wewe kujilinda kwa sababu na wewe utakosea. Usiposamehe na wewe utakosea. Pambana, tafuta msaada ili na wewe uweze kusamehe, kwa sababu kusamehe ni kujilinda kiafya ya mwili, kujilinda kiroho, lakini kujilinda kwa habari ya familia nzima ili uendelee kubaki salama. Na kama unafanya maamuzi yako, basi yawe maamuzi bora yatakao kuwa mwisho wa siku sio ya kuletea majuto kama ilivyomkuta yeye Ua.
Nimepigiwa simu na wanawake wengi walioumia baada ya kwenda kulipiza kisasi. Wanakutana na hali waume zao wameshajirudi, lakini sasa wao baada ya kwenda kulipiza kisasi wanaharibu na kubomoa. Kisasi ni kwa Bwana. Kisasi sio kwa ajili yako. Ukilipiza kisasi utaharibu vibaya. Tena nimekutana na mwingine, yeye mume wake alitoka hivyo hivyo nje ya ndoa kwa habari ya kufanya uzinzi. Tena kafanya uzinzi na wanawake tu kadhaa. Lakini baada ya hizi tabia na yeye kugundua mume wake kufanya uzinzi, kuna kipindi hicho alikuwa mjamzito, kwa hiyo alikuwa anaenda hospitalini, kwa hiyo akawa pia amepimwa ukimwi, anajua kwamba hana ukimwi. Basi akazaa mtoto wake. Mtoto alipokuwa kidogo, kafikisha mtoto miaka 2-3, mwanamke huyu akaona ndio wakati unaofaa sasa kulipiza kisasi. Naye akaenda akalipiza kisasi, akaenda kutafuta mwanamume wa nje ya ndoa. Alipoenda kutafuta mwanamume wa nje ya ndoa, alibeba ukimwi na akamletea mume wake ndani ya ndoa. Wote wakawa wamepata ukimwi, wakaanza maisha ya kutumia dawa. Kumbe unapoenda kulipiza kisasi, uko uovu kama vile unazidi kuongezeka zaidi sana kwa njia ya kisasi. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume, mke wako ameanza kukosea, jilinde, msamee mke wako. Kama wewe ni mwanamke, mume wako ameanza kukosea, jilinde, msamee mume wako. Na nimeongelea kosa moja la uasherati, lakini hata katika makosa ya aina zote, kusamehe ni kujilinda. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.